ya kuja kufanya ukarabati huu ambao sasa unaweza kuwapa manufaa wale walikuwa wakifanya biashara, lakini pia ukavutia na watu wengine kuja kufanya biashara. Nashukuru sana baraza la madiwani na Mungu awalipeni sana. Nashukuru baraza la madiwani ndugu zangu, kwa sababu kata ziko 11. Kila kata inahitaji kupata fedha katika miradi mbalimbali, lakini sisi Dunda mnaona tunavyopendelea. Kila mradi uliowasilishwa wenzetu wametunga mkono kwa 100%. Nasi tumesimama katika usimamizi na kuhakikisha kile ambacho tunakubaliana kinaenda kutekelezwa. Lakini niwapongeze wataalamu waliosimamia soko letu. Niwapongeze idara ya biashara kwa usimamizi na uhamasishaji mzuri wa kuwafanya leo hii tumepata wafanyabiashara wapya na wale wa zamani katika ufunguzi wa soko hili. Na kipekee niipongeze ofisi yetu ya kata ya Dunda kwa usimamizi na ushirikiano mzuri pamoja na wataalamu wote katika kufikisha hatua hii. Na wakati wa biashara ya watumwa, mnamo mwaka 1999 halmashauri ilifanyia ukarabati wa soko kwa kuwezeka paa jipya. Baada ya ukarabati huo wa kwanza, soko hili limetumika kwa takribani ya miaka 25, ambapo miundombinu yake ilikuwa imechakaa tena, hivyo kuhitaji ukarabati mwingine bila kuasili miundombinu ya mambo ya kale. Hivyo halmashauri kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na 25/26 ilitenga fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa. Lengo la mradi huu ni kuweka mazingira bora ya kibiashara kwa wafanyabiashara wadogo na kuiongezea halmashauri fursa ya ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuendelea kutoa huduma kwa wananchi. Ili sambamba na hilo niwaambie, namshukuru sana diwani wenu Bwana Amiri Sande Mpwimbwi. Kwa kweli wanadunda, mmepata diwani mahiri na mmepata diwani makini, diwani mwenye uwezo mkubwa wa kushawishi na kujenga hoja halmashauri kwa maslahi ya wanadunda. Mchango wake ni mkubwa sana, mpaka leo soko hili limeweza kufanyiwa ukarabati kwa fedha za halmashauri kwa mapato yetu ya ndani. Diwani huyu amefanya mambo mengi makubwa na mazuri kwenye kata ya Dunda. Niwaombe, jukumu lililo mbele yenu wanadunda, kumpa ushirikiano Mheshimiwa Amiri Sande Mpwimbwi ili atimize matakwa ya wanadunda. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa baraza la madiwani kuruhusu matumizi ya fedha kwa ajili ya ukarabati wa soko hili. Hadi leo tunaliona liko katika hali nzuri, lakini ni matumaini yangu kuwa pia soko hili litatumika ipasavyo, litalindwa, litahifadhiwa na kuendelezwa kwa manufaa yetu sisi pamoja na watoto wetu. Na wahimiza wajasiriamali kutumia fursa hii kukuza biashara zenu kwa kuzingatia ubora wa bidhaa, huduma bora kwa wateja na kuzingatia sheria na taratibu zilizopo. Hili lisingefika halmashauri bila maono yako, bila upambanaji wako, na ukajenga hoja, na kwa kuwa tuna nia ya kuwezesha wananchi wetu, waheshimiwa madiwani wakakuunga mkono, zikatengwa fedha, zikakusanywa kwenye baadhi ya vyanzo vingine, zikaletwa hapa na soko limekarabatiwa. Hongera sana. Kweli jambo hili lilofanyika hapa ni jema. Soko ukiliona kweli limekarabatiwa, karabati mzuri kabisa. Tumeanza safari ya miaka 25 mengine, na Mwenyezi Mungu ajalie heri, pengine ukarabati utakaokuja zaidi, na tutashirikiana na serikali ambapo maeneo haya mengi ni ya urithi wa dunia, kuona namna gani pia iwe kivutio na shughuli za utalii na masuala mazima ya kuhamasisha utalii katika mji wetu wa Bagamoyo, kulitangaza zaidi, kwa sababu tunapoelekea miaka 131 kama mwakilishi nitapenda niwasilishe hoja, tuone serikali na tuishika mkono vipi ili tuitangaze Bagamoyo zaidi. Bagamoyo oye!